kuweza kusupport idea zako. Nadhani ambacho nimeona kwenye uchezaji wa Yanga na zaidi kwenye build up, mabadiliko ambayo nimeona, nadhani jana Yanga walikuwa wanacheza na asymmetrical 4-3-3 ambao ni ipi hiyo? Nyuma Yanga wakiwa wanatoka mpira ukiwa kwenye phase ya kwanza kabisa, Zimbwe kuna namna alikuwa anabaki na Mwamnyeto na Job, wanakuwa mabeki watatu, and then Mwenda anapewa uhuru wa kwenda mbele zaidi, and then Chikola kwa sababu mwalimu anaamini ni mzuri, ni finisher mzuri na ana movement nzuri kwenye box, alikuwa anamhitaji kuingia zaidi kwenye box kuungana na Dube, and then upande wa pili ulikuwa unamuona Pacome zaidi anakuwa wide. Yes, kuna muda alikuwa ana drop anaingia ndani, lakini muda mwingi alikuwa pembeni zaidi. Kwa hiyo kwenye boxi la KMC kuna washambuliaji wawili, kwa maana ya Chikola unamuona Dube, lakini pembeni huu upana upande wa kulia unachukuliwa na Israel Mwenda, and then pembeni pia kuna Pacome Zouzoua. Hapa katikati kulikuwa kuna viungo watatu ambao walikuwa na rotate. Unamuona Duke Abuya, unamuona Maxim pia Nzengeli na Dumbia. Kazi kubwa sana ya Duke Abuya ilikuwa ni kuprotect hawa mabeki ambao wanabaki nyuma, and then Dumbia na Maxim Nzengeli mwalimu alikuwa anahitaji zaidi kuweza kushambulia hizi pockets. Na nadhani unaweza ukatazama haya mabadiliko hapo kwenye pockets, hapo inabidi pia utuelezee hapo. Of course pockets unaweza nikasema ni kama mashimo, yani katikati ya mstari wa mabeki na mstari wa viungo, kwa sababu alikuwa na defend zaidi kwenye 4-4-2. Kwa hiyo kwenye haya maeneo haya mashimo zaidi huwa tunatumia msemo wa pockets, yani nadhani watu watakuwa wamenielewa. Kwa hiyo mwalimu alikuwa anahitaji zaidi waweze kushambulia haya maeneo. Ukitaka kujua kwa nini mwalimu alikuwa anamtaka Chikola kwenye haya maeneo, kuna cross moja ilipigwa na Zimbwe, nadhani Chikola alipoteza nafasi ya wazi, header haikuwa na ule usahihi, lakini kama angetulia zaidi alikuwa anakwenda kuscore, kwa sababu Dube naye ana matatizo yake. Kwa hiyo mwalimu alikuwa anamhitaji Chikola zaidi kuwa kwenye haya maeneo, lakini advantage ya kumruhusu zaidi Israel Mwenda, nadhani alitoa assist jana, kwa sababu alikuwa na uhuru zaidi wa kuoverlap na kuweza kulichukua hili eneo. Sorry kidogo kabla hatujatoka kwako, unasema mwalimu aliopti mwanzo kwenda na Chikola pamoja na Dube kwa sababu Chikola pia is a good finisher, sio? Na hizo finishing hatuoni na nafasi zinatengenezwa ambazo ni clear na unaona kabisa yuko kwenye box na hawezi kufinish. Kwa hiyo ndo mechi yake kama ya kwanza au ya pili ameanza? Mechi ya pili kwenye ligi. Mechi iliyopita pia alianza. Tunaongelea idadi ya mechi ama huyu ni finisher? Manake tumemwona kifinish mechi ya jana. Finish na finish kwenye nini? Mechi. Si watu wamemwona ndo maana ni good finisher. Sasa ndo maana anazungumzia kwamba kuna bado mapema mechi. Sasa kamanda wewe ulikuwa unachojaribu kuzungumza Juma. Idea ya mwalimu ilikuwepo. Alikuwa anamtaka kuwa kwenye box. Ndio. Kwa hiyo ikitokea mchezaji mwenyewe hajawa na usahihi wa kumalizia, sio shida ya mwalimu, lakini idea ya mwalimu ipo kwamba basi tusimpe sifa za kuwa ni finisher. Of course hapana, iko hivi. Nadhani msimu uliopita Chikola amefunga zaidi ya magoli 7 wakati yupo Tabora. Geita amefunga magoli United. He's a good finisher, lakini kuna muda kwa kiasi chake kwenye hilo Hansi sio finisher kabisa kwamba eti katili kabisa kama Kagere, wa kawaida tu kwa kawaida yake. Ukirejea ile mechi ambayo Yanga walikufa goli 3, si ndio? Nadhani utampa kongole Chikola. Mzuri pia na Chikola wafunga Yanga kawafunga mara zaidi ya moja hata akiwa Geita. Unakumbuka? Kwa hiyo kuna muda anajua kufunga magoli na ni finish. So sisi kwenye ligi yetu ni nadra sana kukuta mshambuliaji amefunga magoli 20. Huwa inatokea mara chache. Kagere nadhani alifanya, Azizi akafanya, ni mara chache. Lakini sasa finish ambao wana hit goli 40, 30. Kwa hicho ambacho ulikuwa unakizungumza, nitakupatia dakika 1.5 kwa sababu swali langu huwa ni fupi tu. Je, tayari unaona kocha Pedro ashapata ile password ya kwamba hawa wachezaji wangu na mbinu zangu na mifumo yangu kuna vitu wananielewa kwa hii mechi ya jana? Bado ni mapema sana. Ulikuwa kwa Roman Falls ulikuwa unasisitiza sana kwamba ulikuwa huoni utambulisho. Sitaki turudi huko. Of course. Lakini je, kwa Pedro utambulisho umeuona? Unajua huo utambulisho unauona kwa mechi moja.
au unahitaji mechi zaidi ya 3. Kwani yes Kwa nilichokiona jana, of course idea zake nimeziona, jinsi ambavyo anataka timu yake icheze wakiwa wanatoka nyuma. Na ndio kitu ambacho nilikuwa naelezea kwamba fullback mmoja anampa uhuru wa kwenda mbele zaidi, kitu ambacho kinamuinvite Chikola kuingia ndani zaidi. Idea ziko pale. Na ule mpira wake wa mashuti upo tena sasa hivi. Of course jana wameshuti lakini sio sana. Nadhani hata mechi iliyopita kocha mwenyewe alizungumza kwamba tulikuwa tunawahimiza wachezaji wetu kupiga zaidi mashuti. Nadhani mlimsikiliza. Kwa ni naweza kusema ni maelekezo pia ambayo kabisa. Asante. Mkali tunatoka hapo. Wakati kabla tujatoka na mkumbusha Hans kwamba mfungulie ama mkatie shemeji bima. Okay. Usiwe na bima tu, unamkatia na yeye kupitia Sanlam ambao ni mabingwa bara la Afrika. Yes, kutoa huduma hizi za bima na Alliance gwiji ulimwenguni, na walikuja hapa tukazungumza nao. Kwa hao watu wameungana kwa pamoja wakatengeneza Sanlam Alliance. Kwa hapa ni rahisi zaidi na watu wanapata huduma nzuri mzee. Bima safi, kila kitu, hata bima ya gari yako pale, unaweza ukakata bima mpaka ya TV ndani. Watu wakiiba pale na vitu vingine ikichomwa moto na kadhalika, wao wako mbele kuhakikisha kila kitu kinakwenda. Kwa uzoefu wao wa miaka 240 na huduma katika nchi 26 za Afrika, hakika Sanlam Alliance ni mwanzo mpya wa kujiamini. Kufahamu zaidi namna gani wanafanya kazi zao Afrika na sasa wako Tanzania kwa maana zaidi ya milioni 30, wewe unatakiwa utembelee katika ukurasa wao wa www.sanlamalliance.co.tz pale na mitandao mingine ya kijamii. Wanakuambia Sanlam Alliance, ishi kwa kujiamini. Kamanda huwa anapenda kuwa na maswali mafupi sana. Yule Boyeli ambaye ulikuwa unamzungumzia ndio huyu wa mechi ya jana? Boyeli ni striker ambaye hana vitu vingi. Boyeli sio mtu ambaye unaweza kumpima kwamba eti amedribble mara ngapi ama amewatengenezea wenzie nafasi mara ngapi. Boyeli ni fox in the box, piga crossi, aweke header, mtafute mwekee pasi kwenye 18 ana finish. Ni mshambuliaji, of course sio kwamba eti yeye ni excellent atakupa magoli 20, lakini kwa uwezo wake wa kawaida kabisa. Boyeli magoli 12 15 kwenye ligi yetu hapa. 15 anafikisha. Kamanda unakumbuka kuna siku nilikuchagiza kidogo. Yeye na Soa nani bora? Kwangu mimi Boyeli is better than Soa kwa sababu ameprove katika amecheza kwenye ligi ya South Africa ambako Soa hajafika bado. Wala sio jambo la kuona aibu. Mimi hiyo ni debate. Unajua ni hivi kwenye mpira kuna msemo mmoja nimetoka kumwambia Riche kwenye grupu sasa hivi. Sawa? Form is temporary, class is permanent. Sawa, class ya mtu iko. Form ni kama wewe unavyoamka, kuna siku unaamka unajisikia energy, kuna siku unajisikia uko kawaida, yani hapo kwenye form ni kama siku Chikola aliwafunga Yanga magoli 2, kisha kama mfungaji mzuri. Kwangu mimi yani Boyeli kama nafasi zinatengenezwa na wanacheza to his strength. Kwa wachezaji wote wanacheza South Africa kwenye ligi ya South Africa, class yao ni ya juu. Wote. Sasa amekuja Skudu hapa kafeli. Sasa unajua wachezaji kutoka hapa. Yes, umetoa mfano mzuri kabisa. Skudu he was not a good player kuanzia huko South Africa. Lakini alikuwa anacheza hiyo ligi ya South Africa. Juma, unajua sitaki kusema kwamba tunazungumza vitu kama hivi. Tunafikaje huko? Tuachane na yes, point yetu ya msingi ilikuwa ni mimi naamini Andy Boyeli ni striker mzuri. Simama kwenye hoja yangu. Nazo hoja za kutetea. Sasa hicho unachokisema Juma kwamba kila mchezaji, ligi ya South Africa ni moja kati ya ligi bora hapa Afrika. Sawa. Ukicheza kwenye ligi ya South Africa vizuri. Sawa, na ndio maana hata Hans alipo bring up mfano wa Skudu, mimi wewe nenda kaangalie, ukienda kwenye app kwa mfano ya Fortmob au hata SofaScore inaweza ikakuonyesha. Sawa, msimu ambao Skudu wa mwisho akiwa na Marumo Gallants, mechi alizoanza na kumaliza dakika 90 5 hazifiki. He was not a good player to begin with pale kabisa. Sawa, rudi kabla ya Marumo Gallants. Sawa, rudi kabla ya timu aliyokuwepo kabla ya Marumo Gallants, na kote kuna pattern ambayo utaiona. Andy Boyeli amekuwa top scorer kwenye ligi ya kwenye ligi ya Zambia. Ametoka pale akaenda South Africa ambako he was doing okay. Ameondoka pale Sekhukhune United kwa sababu Sekhukhune wamemsajili top striker, moja kati ya washambuliaji bora wa muda wote South Africa, mtu anaitwa Brad Grobler. Nafasi kwa Andy Boyeli ikawa hayupo, amekuja Yanga kamtoa kwa mkopo. So yani
Sasa sielewi hapo unaposema, kwa sababu hata huko South Africa wapo watu ambao wamecheza na hawakucheza vizuri. Mimi nadhani tutoke kwenye huo mjadala Kamanda. Kwenye tutakuja kwa mjadala nitakuja kuweka siku nyingine. Tutarudi, huo mjadala utakuwa ni mrefu sana. Vansi, kwenye eneo hilo la ushambuliaji wa klabu ya Young African jana wameweka kambani vizuri kabisa. Lakini lakini mashaka ni kwamba hiyo consistency, yani kuna wakati Boyeli huyo ambaye pengine jana kaingia kambani anaweza akacheza mechi na tukarudi tukasema jamani vipi tena kwa Boyeli kuna yanatokea. Unajua kwenye maisha ya football haiwezi kuwa kila siku ikawa kwenye level hiyo, yani inabidi uwe bora kupita maelezo, lakini hizi nyakati kwenye football zinatokea. Andy Boyeli kwangu mimi ni moja kati ya strikers ambao wanafanya vizuri. Issue inakuja ni kwenye matumizi sahihi ya nafasi na muda ambao anaupata yeye kucheza. Unajua kuna games unaweza ukamnyoshia kidole Boyeli, lakini ukijiuliza nafasi ngapi amezipata na ametumia dakika ngapi kuwa uwanjani, inaweza ikae nakupa majibu sahihi. Kwa hiyo issue ni yeye kuaminiwa kuendelea kupata nafasi, na ni kipindi ambacho tayari Young Africans ukimwangalia Prince Dube hakuonyeshi mwelekeo. Na hapo Evans, katika hicho ambacho unakizungumza ni ishara tosha kabisa kwamba Boyeli anapaswa kuanza kama mshambuliaji kinara pale namba 1 kulingana na mwenendo wa Dube. Inawezekana akawa anapaswa kuanza, lakini mwalimu ndo mwenye mahitaji. Anahitaji nini kwenye timu, aina gani ya mpinzani anacheza naye. Kwa hiyo mwalimu yeye ndo mwenye maamuzi, lakini kwa picha ya nje, kwa namna ambavyo vitu vinaenda, ukiitazama performance ya Prince Dube ni kama inazidi ku drop, sio inakuja juu, inazidi kushuka. Ukiwaza msimu uliopita alianza kwenye mazingira haya, akaja kaipata fomu yake, vitu vikakaa sawa, lakini msimu huu imekuwa tofauti sana. Yani kama unakumbuka kuna mechi ilikuwa kimataifa mpaka yeye mwenyewe akaomba kutoka kwa kile ambacho kilikuwa kinaendelea, yani nafasi baada ya nafasi baada ya nafasi zote unaweka nje. Tulikuwa tumekaa na Rich nikaa nasema, yani hicho unachokiona ndo kile ambacho alikuwa nacho Darwin Núñez akiwa Liverpool. Yani unapata nafasi baada ya nafasi baada ya nafasi, lakini kwangu mimi nasemaga ni moja kati ya striker hatari sana. Kama anaweza kupata nafasi zaidi ya moja kwenye mchezo. Asante sana. Upepo wa bahari ya burudani unapovuma, tumaini jipya linazaliwa. Hakuna muda wa kusubiri. Kuna namna jana wameongeza umakini wakati wa kupress na kasi. Yes, sio 100% kama Yanga ambao tumekuwa tunaiona miaka 4-3 iliyopita, lakini unaweza kuona hizo ishara na dalili kwamba nao kuna muda wanajaribu kupress. Lakini determination yao ya kupata matokeo na utulivu. Nimeshuhudia Yanga kwa mfano mechi na Mbeya City, nimeshuhudia Yanga mechi ambayo walipoteza away ya kimataifa dhidi ya Silver Strikers. Baada ya kuconcede goli na ile ya Mbeya City ilipokuwa 0-0, ulikuwa uoni dalili za wao kupata bao. Lakini jana ukiangalia baada ya wao kuconcede bao ikawa 1-1, utulivu bado ulikuwepo na wakaenda kupata magoli mengine matatu. Nataka nizungumze kitu kimoja kabla sijamaliza. Nadhani Yanga wamefanya replacement nzuri sana ya kuleta benchi la ufundi. Lakini mimi kama Ansi Rafael na hichi kitu sijakizungumza kwa sababu nilitaka kujiridhisha. Nadhani Yanga wanatakiwa kutafuta fitness coach mwingine. Kwa sababu tunazungumza huu msimu ni mrefu sana. Unahitaji kuwa na wachezaji ambao wote wako fiti. Naweza kulitazama kundi la wachezaji 6 mpaka 7 wa Yanga, fitness zao bado ziko down kulingana na mechi jinsi zinavyokwenda. Na kamanda amesema anahisi kwamba Yanga wanaelekea ukingoni au wanashuka. Mimi binafsi siamini kama Yanga wanaelekea ukingoni. Kwa sababu kuna quality bado ziko pale. Kuna wachezaji ambao Yanga wanao huwezi kuwakuta kwenye timu nyingine Tanzania, lakini wako fit enough kuweza kucompete. Unaweza ukamwona Dumbia leo anakuwa mchezaji wa kawaida, lakini trust me, that guy ni mchezaji kweli kweli. Ni mchezaji kweli kweli, lakini yuko fit 100%. Kwa hiyo kwa maelezo hayo unashaka na fitness coach? I think wakati Yanga wanaleta benchi jipya la ufundi, wameleta kocha wa magolikipa, wameleta kocha msaidizi, nao wana makocha wawili wasaidizi, wana kocha mkuu. Walitakiwa pia kutafuta fitness coach mwingine. Na ijua Yanga ambayo ilikuwa chini ya Budechi ni Yanga ambayo sekunde 5-6
wakiamua kupiga msako, sio jamaa alikuwa wanafanya pressing nywele hivi, yule Mtunisia wana regain possession, wanakushambulia. Waone Yanga jinsi ambavyo walikuwa wanatembea wakiwa na mpira. Second half walikuwa wanapiga watu magoli 5 mfululizo, ni kwa sababu wachezaji walikuwa fit mentally na physically. So upande wa fitness coach, I think ni eneo ambalo Yanga wanatakiwa kuliangalia sasa hivi. Tuondoke hapo. Wakati huyo kijana alipokuja watu walisema ni mtu wa maana kabisa. Anyway, sawa. Hilo la wachezaji wazuri. Maana appearance, labda appearance pia watu wakizungumzia nikasema wana vijana, lakini hiyo ya wachezaji wazuri naungana na wewe. Timu bado ina wachezaji wazuri, ni kujipanga. Tumalize tu. Ametuma barua ya ofa kwenda kwa Mr. Nasolo Idrisa wa Azam, ambayo ni ofa ya kumtaka Feitoto. Al Tripoli wametuma ofa ya $800,000. Ukifanya calculation kibongo bongo ni bilioni 2 kasoro kidogo. Kwa hiyo ofa imetumwa Azam. Al Tripoli wanamtaka Feitoto haraka iwezekanavyo. Sasa ni muda wa kwenda nje, lakini ataangalia wapi panafaa zaidi. Hilo limebaki kwake sasa na klabu yake Azam. Sio kaongeza mkataba, wanauza na wapo tayari. Au sio academy? Vile tunasema sisi sio academy. Kwa mchezaji ambaye unajua mgonjwa. $800,000. Lakini Jemedari, subiri hapo. Paka hivi sasa Ibenge naanza kupata mashaka msimu huu. No, hapana. Msimu huu kuhusiana na ubingwa wa ligi kuu anajitoa taratibu yeye mwenyewe. Mechi na JKT Tanzania ameokota alama 1. Mechi na Namungo ameokota alama 1. Pamoja na haya mambo mengine ya marefa ambayo yanachukua nafasi, lakini wana kikosi cha kuifunga Namungo. Na unajua wakati wowote na muda wowote. Naam. Sometimes it's not Ibenge. It's far kutoka Ibenge alipo. Ni general sasa. Ni watu wote. Na mostly naamini ni wachezaji, technical staff, viongozi. Yani unajua ni kitu ambacho na hili swali nilimuuliza Zaka alivyokuja hapa. Kamanda, unalikumbuka? Ni mindset. Naam. Unajua inafika wakati sisi ni klabu kubwa. Sisi ni timu kubwa. Hawa level yao sio sisi. Sawa? Hawa level yao ni tofauti. Sisi tunataka kulazimisha kama hawa bana, sisi tunawapiga hawa. That mentality unatoka nayo huko kama bana, sisi tunakwenda kwa piga. Of course sio lazima mshinde. Ni kweli. Sawa? Inaweza ikatokea kama jana, kwa sababu jana pamoja na mambo mengine yote they did everything. Mpira mgonga nguzo umerudi, lakini kuna vitu ambavyo ungeweza kurekebisha. Kwa mfano nafasi ya Sopu, na vitu ambavyo unaweza vinarekebishika. Lakini ukiangalia hicho kitu pamoja na let's say timu kubwa kama Simba na Yanga kuwa zina bebwa sana na waamuzi kwenye ligi yetu zinapocheza. Na hii nitaizungumza kwa sauti pana tu kokote. Lakini pia mentality yao ipana kweli. Winning mentality. Wakija kwako, wakikukuta dhaifu, unaweza kuchukua 8 shehe. Ndio. Sawa? Determination walikuwa nao Azam against KMKM. Wakawafunga 7. Hata ile mechi ya kwa, yani unaona kabisa hawa wanataka kwenda kwenye group stage. Viongozi wakalia, mashabiki wakafurahi kabisa. Wachezaji wakafurahi pia. Unanielewa? Sasa ile hebu ije kwenye ligi. Umeelewa? Ije na kwenye ligi. Kama sisi we want to go back 2013 14. Tulikuwa tunafanyaje? Tupe password hiyo Jemedari. Unaweza ukanitonya mimi alafu mimi nikaenda nayo. Azam unajua mimi pia pale nina hisa. Wewe umeshiriki. Tumaini jipya linazaliwa. Hakuna muda wa kusubiri. Matokeo yake 45 minutes ilikuwa ni game rahisi kwa Simba kuweza kuamua. Na hizo dakika 45 nazosema za kipindi cha pili, Simba ilionekana kucheza kikubwa kabisa. Yani ukiangalia kwenye mapambano ya mmoja kwa mmoja, unakumbuka, unajua kuna kipindi aliingia ule midfielder mkubwa Kante. Umeona ukiona kwenye mapambano ya mmoja kwa mmoja ilikuwa ni ngumu kumzuia, sio? Jonathan Soa, unaona kuna kipindi kumzuia kwenye 1-on-1 ilikuwa ngumu.
migongano kwenda juu kushuka chini, mpira kwa wachezaji wa Simba. Kwa second ball nyingi zikawa zinawia upande wa Simba, na mwisho siku lapse of concentration wakapigwa bao lingine la pili. Sawa. Oruma, nisaidie kitu kimoja. Tangu ni anza kumfuatilia meneja huyu wa Simba akiwa ndani ya Simba, amekuwa bora sana kipindi cha pili kuliko kipindi cha kwanza. Sielewi shabaha yake ya ushindi anaitengeneza kipindi cha pili, au bado timu hazijui vizuri, zinamsumbua kipindi cha kwanza. Mechi zote kipindi cha kwanza anapata shida, au anasoma vizuri kimeneja anaenda kimeneja huyu bwana. Yeah, of course ni credit kwake kwamba anaweza kusoma vizuri mechi na akareact, sio? Yani second half akaja na majibu ya maswali mengi ambayo yameulizwa kwenye kipindi cha kwanza. Ila sio Arne Slot. Hatari Liverpool. Noma. Umeelewa? Lakini so far ambacho nakiona kwa manager Pantev, ni kama kuna vitu vipi anajaribu kuinject. Yes, anajaribu kuvingiza kwenye kikosi. Na ndio maana umeona pia kumekuwa na selection au machaguo ya wachezaji tofauti kulingana na mechi ambayo Simba wanakwenda kucheza. Sio, mabadiliko yamekuwa ni hapa na pale, ni kitu cha kawaida sana. Nafikiri hii mechi once again watu wameenda kushuhudia ile back 3 ya Simba ambayo wamecheza nayo, sio? Lakini kwenye hao watu watatu ambao timu ilikuwa inacheza nao bado ambacho unaweza kutegemea ni zile wing backs, kwa maana ya Abdamligo na Kapombe, sio? Ndio kuwa wana constantly wanashambulia, wao ndo wanaipa timu upana na kushambulia juu wakati wote, sio? Lakini ambacho kilikuwa kinaonekana ni sometimes ma center back kuwa anakwenda kushambulia. Ndio maana umemwona Nangu amehusika kwenye matukio mengi sana ya timu ikiwa inashambulia. Umeelewa? Kwa hiyo kuna vitu fulani hivi ambavyo kocha anavijaribu na anaviingiza kwenye kikosi. So tutaona inaweza kuchukua muda gani, sio? Mpaka wachezaji waanze kufanya mastering ya vile ambavyo mwalimu anataka timu icheze. Sio kitu kizuri tumezungumza, ni hivyo namna ambavyo mwalimu ana react na sababu ambazo amekuja kuzifanya kwenye second half zimebadilisha taswira ya game, na mwisho wa siku Simba umekwenda kuchukua point 3 muhimu. Hiyo flare unaosema huko pembeni kwa wachezaji wawili, nani, Kapombe na Mligo. And why these central defenders unaona wanasogea? Kwa sababu wakati unatoka pembeni, na maana kuna watu wanawafuata, sio? Kuna watu wanatoka katikati huko pembeni, sio? Wanawafuata. Kwa eneo lile la hiyo katikati hapo kuna space lazima ziwepo tu. Kwa hiyo mtu anatoka katikati, kuna kama central defenders hao watatu. Kwenye hizo corridor unaona kuna huko muda unaiona space kubwa, inabidi udribble, sio? Sababu hata hao midfielders ambao wapo wanakuwa na mtu, sio? Kwa hiyo hao wengine midfielders nao wanasogea juu kuongeza idadi ya watu. Wanaposogea na hawa ni lazima pia wapate nafasi ya kusogea. And sometimes wanasogea alafu wanawapisha na wenyewe wanaenda pembeni kidogo. Wanapoenda pembeni hawa wanaingia ndani. Okay. Kwa hiyo hivyo kuna kitu kinaonekana wanakitengeneza. Kuna kitu wanakijenga. Sawa, kocha wa JKT Tanzania Ahmad Ali anaizungumziaje mechi hii na pengine amejifunza nini? Mchezo ulikuwa mzuri na mchezo ulikuwa tough. Kama nilivyosema, kucheza na Simba ni timu bora, iko na wachezaji wazuri. Tunaongoza wachezaji 30. Kila mchezaji yuko JKT ana nafasi ya kutetea JKT na maisha yake. Kwa moment ambayo tunaandaa na game jinsi ilivyo, for me huwa naandaa mchezaji yote anatakiwa kuwa tayari kuanza. Sio kukariri kwamba leo ataanza fulani na leo ni huyo. Hapana. Kumbuka tunaongoza binadamu. Sometimes anaweza kuwa hawako vizuri kwenye utimamu wa mwili, ama anaweza kuwa hayuko vizuri kiafya. So hatuingizi mchezaji kwa maana labda ni fashion, kwa sababu ni lazima tu acheze. No, kila mchezaji JKT ni muhimu kwa sababu tumefanya changing na tumepata goli, sio? Moments ambazo zimetokea
Pindi ambapo unapata goli we need kuwa na high concentration. Tuli lose concentration kwa 5 minutes then wao wanaweza waka equalize. So cha kwanza ni kuangalia strength ya opponent na weakness. Second half tuliona jinsi gani ambavyo tunaweza tukapush na kuweza kupata goli. So kama tunacheza vizuri afu hatupati goli, sidhani kama kutoka kuna maana. Tukaona kwamba okay, tuna hiyo nafasi na kweli tuliweza kuipata hiyo nafasi. I think ndo moment nzuri ilikuwa ni kipindi cha pili. Kipindi cha kwanza ni kweli tunaweza kuwa tulimanage ball lakini hatukuwa effective. Kipindi cha pili tukua na management ya mpira sana lakini tumeweza kupata goli. Sawa, tumemsikiliza kocha Ahmad Ally akizungumzia namna ambavyo ameitazama mechi hiyo. Mechi hii ingemalizika tofauti na matokeo haya ambayo tumeyaona Wilson Oruma. Naamini ingekuwa credit kubwa sana kwa kocha Ahmad Ally ambaye alitajwa kwenda Simba na akakataa kuwa msaidizi, akataka kuwa kocha mkuu. Lakini mambo yakaenda tofauti na Simba wakaonesha ukubwa wao kwenye mechi hii. Ilikuwa ni kama exhibition kwake. Kama mechi, ilikuwa ni mechi ya maonyesho kwake. Always zinapokuja hizi big games, Hamadi kwake ni sehemu ya kuonyesha ya kutuonyesha, ya kuonyesha watu kile ambacho yeye anaweza kufanya kama coach. Of course ni one of the coaches au coach anayezungumzwa sana kwa sasa, sio? Makocha vijana, sio? Idea zao ziko fresh sana, wanakuja kuingia kwenye mpira wetu. Ndio maana pia unaweza kuona ameongezwa pia kwenye benchi la ufundi la Stars, kwenda kutuongezea kitu pale na Gamondi. Kwa hiyo always kuna utamu fulani hivi ukiangalia namna ambavyo Hamadi anaiset timu yake kucheza. Umeelewa? Ukiona hawakutoa nafasi nyingi sana kwa Simba, na wao they've got a plan, sio? Kwa compact sana, alafu kutumia space ambazo Simba wangeweza kuziacha, kwa sababu always mnapocheza na mabeki watatu, sio, ziko space ambazo ama pembeni ya center back au katikati yao huwa zinapatikana, lakini lazima mtengeneze mazingira ya hizo space kupatikana kule kwao, kwa timu yao, kwa compact na kuwa deep sana. Umeelewa? Midfield ya Sospita, Msengi, Machezo ilikuwa bora sana jana. Juzi. Yes, umeelewa? Nafikiri wali outshine kabisa midfield ya Simba ambayo ilikuwa imeanza kwenye kipindi cha kwanza. Sawa. Assist ambayo alitoa Abraham Morris, Ibrahim Masudi maestro, mtu wa ufundi kabisa. Ile hivi unapiga kimahesabu, umedhamiria utadunda pale wale mabeki, utapita katikati yao, utamfuata Jonathan Soa, au inatokea tu uwanja unakuwa rafiki na mpira ukatembea kama vile ambavyo Abraham Morris alifanya? Vyote vinakuwa viko sawa. Huko wakati, kwa sababu ule mpira ulikuwa unapitishwa katikati ya defender na defender. Bahati nzuri kwanza mpira haukuwa na nguvu kubwa sana, lakini kwa nini nasema ina maana ungeweza kuzuiwa na wale defenders. Na ndio maana mmoja aliugusa, sio? Na mmoja yani ulikuwa unaonekana mtu anaweza kuzuia kabisa, lakini hakupata. Kwa hiyo kajichanganya ule mpira ukapita. Sio? Endapo kungekuwa kuna deflection means kungekuwa kuna offside. Lakini ile ni deliberate unasema, nadhani itakuwa tafsiri ya mwamuzi ni deliberate. Mpira ambao defender ana uwezo wa kufanyaje? Kuzuia. Ulikuwa unaonekana huna shida, ulikuwa na uwezekano wa kuzuiwa. Wanaita deliberate. Sio highway offside. Of course, hakuwa na kitu. Kwa hiyo nadhani ule mpira pale katikati ulipita vizuri tu, au hakuwa na shida. Sawa, tunarudi.